Yes kabisa, niite DJ Maki, niite G Machine mzuidare ya Acheche Production. Niko sambamba kabisa na mwanzo mwisho kuleta burudani za kutosha. Na leo nimekamata dongo la kutisha ili hapa wanaita Ultimate Code ya mwaka 2021. Mzee mzima anakuletea burudani za ukweli kabisa. Kitu ya nguvu. Maana hii si ya kukosa na wala hujapoteza muda kuitazama hii kitu. Na tunakuja nayo kama hivi toka ndani idara ya Acheche Production. Kama kawa, kama dawa, kama kawaida tunakuja hivi wanaita Ultimate Code. Lakini kazi hii unaipata kwa James Ma-DVD kutoka ndani ya Mbeya Kabwe njia kuelekea Soweto, na unaipata Zanzibar baada ya media Kiembe Samaki, Ali Bonge mwana kwa njia kuya kuelekea Nyarugusu, Maliki huko Migombani ya Zanzibari, na niko na Ali P kutoka ndani ya Meli 10 njia kuelekea Bumbwini, na ndugu yake ukuli wanamuita Mairez. Wanasema unajua katika historia ya binadamu wamezaliwa wako tofauti sana katika huu ulimwengu. Sasa huyu mwana mdogo alikuwa ni miongoni mwa kikubwa sana. Sasa na ndipo alichukuliwa kwa ajili ya kuweza kutunzwa katika kile eneo, angaliwe kama anaweza akafaa. Kwa sababu binadamu huyu alikuwa na nguvu nyingi mno kupitiliza. Wanaita Dead Valley F Country. Miaka ya nyuma kidogo. Ni sehemu ambayo naweza nikasema ni valley ya kifo. Valley ni kama mabonde ya kifo. Wana huku kuna kamji kimetengenezwa katika huu mlima. Ni kama kiwanda, kuna kitu kinafanyika. Anasema huyu bwana mdogo si binadamu wa kawaida. Kumbe sio kiwanda, hii ilikuwa ni kama sero. Ni kama sero za kuhifadhi watu ambao walikuwa wako na mambo ya ajabu katika maisha. We mrembo, sogea hapa. Njoo mama, nije kukupa raha za dunia. Yaani huyu mrembo aje kuonekana katika jela kama hii. Hii ni jela bwana. Jela ambayo iko katika jango huku wanaita maporomoko ya kifo. Xiaoyu. Wewe unaitwa Xiaoyu. Miki anahitaji kuone. Miki anataka kuzungumza na wewe. You better think about it. Nafikiri ni vyema ukalifikiria hili kwa sababu ninaweza nikakuwa kwa njia tofauti zaidi ya 100 ama 1000. Nimeshasema tokea kitambo. Yaani ni vyema usinikatizie mbele, nitakuwasha moto. Cha kwanza fanya kwa ajili ya kampuni. That way I see it. Father, na iwapo kama sio babako, yani Miki kitambo alishakuwa kitambo tu. Kama asingekuwa baba asikataze huyu mtu asiuawe, Miki ingekuwa tayari kashamuua. Akasema sina shida, nichukue. Lakini utajuta. Nichukue nipeleke huko na kukutaka. Utajuta. Sasa huyu mwana mdogo ndio yule ambaye alikuwa na nguvu za ajabu na alikuwa amewekwa katika hizo sero kitambo sana. Leo Miki anasema anahitaji mtumie. Nafikiri Miki ndiye atakayekuwa boss mwenyewe. Kitambo sana alitakiwa afe. Lakini Miki alisema anataka kumtumia huyu bwana katika majukumu anayotaka. Sasa anakubali kuondoka, lakini anasema watajuta kuzaliwa. Haya. Moja kwa moja sasa anatolewa na sijajua anapelekwa wapi. Watu wanasema kill them all. Fyeka wote hao. Siao. Fyeka wote hao. Kuna mtu kamuita Siao. Stop working for them. Everyone should be free. Acha kufanya kazi nao jamaa. Kila mtu atakuwa yuko huru kabisa. Huyu mzali mkataza asifanye kazi na watu. Anemani kila mtu atakuwa huru. Leo hii tuna habari nzuri za kufurahisha. Kuna chipu imetengenezwa kwa ajili ya matatizo ya binadamu. Baada ya miaka 20 ya utafiti wa hali ya juu, kampuni hii yenye kuitwa Axe Corporation sasa leo hii imeweza kutafuta chipu na imeweza kupata, na hii chip iwapo kama mtu anaweza kupandikizwa katika mwili wake, matatizo yote ya mwili yameisha. Hususan magonjwa, mtu atakuwa uzeeki na mtu huwezi kupata maradhi yoyote. Na hata kifo unaweza kukimbia. Unajua binadamu tunakufa kutokana na kuzeeka na magonjwa. Sasa hivi vitu vimedhibitiwa kutokana na hicho kidubwana, kipo kama kilaini hivi, kama laini ya simu inaingizwa katika mwili. Sasa huyu mzee anamlaumu sana huyu mwana mdogo kwa sababu ameweza kuiba vitu vyake. Anasema mtoto huyu ni wa kulaaniwa. Shenzi kabisa huyu mtoto. Ameniibia vitu vyangu na Mungu amlaani. Hii chipu alikuwa ameitengeneza huyu mzee. Umeona?
Sasa huyu mzee alikuwa na mazumuni mazuri sana kumsaidia binadamu, lakini huyu bwana mdogo ambaye si mtu mzuri sana katika maisha ya watu, ni gaidi, anatumia hii chip baada ya kumwibia huyu mzee katika mazingira mengine kabisa ya kibiashara, na sio biashara tu, kutaka kuudhalilisha utu wa mtu, na huenda anataka kutumia vibaya hii chipu kuiletea madhara dunia na maisha ya mwanadamu kiujumla. The purpose of Gaia is not... Alisema majukumu ya Gaia sio tu binadamu ajenge afya nzuri. Kuna kitu muhimu sana. Tunaanza kitu kipya na binadamu sasa anakuwa ni mtu mwingine tofauti. Kila kitu unachokiona kitakuwa ni upside down. Magonjwa, maumivu yote yataenda. Yani kila kitu kile ambacho unakihitaji katika maisha sasa unakipata. Bwana, kama itakuwa kweli, itawezekana kweli jamani, kwamba hata na mimi maradhi yangu ya moyo haya sijui nini yataisha. makes the world perfect. Anasema kampuni ya Gaia inataka kufanya dunia iwe bora zaidi. Anasema hii chip bwana inaweza ikakudhibiti wewe akili yako, yani ubongo wako. Yani sio tu mtu unakuwa na afya njema, baada hata unakuwa na misuli na nguvu kweli kweli. Yani huyu jamaa anijua hiyo chipu vizuri. Anasema hata mtu unaweza ukakwepa magonjwa, huwezi kupata tena, na hata kifo unaweza ukakimbia. Sasa huyu bwana ama huyu bibi anauliza, anasema hivi, hiyo chipu ambayo nyinyi mmeitengeneza ni kwa ajili kweli mafanikio ya mwanadamu ama ni kwa ajili ya kampuni yenu tu ipate mafanikio makubwa ya kutengeneza pesa, na baadaye kwa sababu hizo chipu zitakuwa zinaingizwa katika mwili wa mtu, zitakuja kumnasa mtu zimtawale, yani utakuja kuongozwa na watu, kwa sababu hizo chipu zinaweza kama simu ikiamua kukata inakata. Kwa hiyo wanaweza kwa kucontrol wewe wakakuingizia ugonjwa wote ama chochote kile. Huyu bwana anasema hii chip bwana inaweza ikaleta madhara. Hata na huyu bonge naye anasema hii chipu si ya kawaida. Progress never stops because of... Na ndio watu wengi sana wana wasiwasi na hizi kinga ama tiba ambazo kwa sasa hivi zinakuja, kinga za corona. Umeona chanjo hizi za corona, watu wana wasiwasi kwamba kuna chip ndani yake. Wewe unafanya nini hapo? Walinzi wanakuja gundua kwamba kuna mtu ambaye amekuja, huenda anataka kuhujumu huu mkutano. Yuko juu ya jukwaa, yani juu kwenye dari. Mlinzi mmoja wapo anadondoka, anapoteza maisha. Watu ambao wamekuja katika mkutano kusikiliza hiyo chipu inakuaje walianza kukimbia. Walinzi wanaanza kumlinda bosi wa kampuni ya Gaia. Bwana amekuja kwa zumuni moja tu, kumfyeka bosi wa Gaia. Binti huyu alikuwa ni mwandishi wa habari ambaye alikuwa ana maswali mazito kweli. Huyu muuaji anapita mbele yake, anamchukua picha. Nusura apigwe risasi, bahati nzuri risasi hamna. Lakini binti alimpiga picha kama zote huyu jamaa. Mshikaji akala kona, kameza chochoro, kaenda. Anarudi katika kampuni, anasema huyu mshenzi ni nani? Atafutwe mara moja, anataka kuniharibia issue zangu. Mkutano wake umeharibiwa. Anasema anamhitaji mtu huyu akiwa mzima kabisa. So I don't care how you do it. Yani hata sijali utafanya nini, mtafute vile ambavyo unafanya, alete kodi yangu. Alisema hawa watu wamejipanga mzee, tofauti na vile ambavyo sisi tumefikiria. Yani ni ngumu sana kuweza kuwatafuta, labda tumchukue mtu ambaye yupo kwako. Nani? Xiao Yu. Wamchukue mmoja kati ya kijana wake. Xiao Yu anasema huyu mtu alishanitelekeza, huyu alishanisaliti, anawezaje kukubali kutia amri yangu? Anasema sawa, binadamu ndio hajakamilika, na siku zote binadamu huwa sometime anakuwa weak, yani anakuwa dhaifu katika jambo moja hivi. Sasa huyu mwana mdogo ana udhaifu wa kitu kimoja hivi. Sawa, tukimlazimisha afanye mambo yetu atafanya kwa sababu ya huo udhaifu wake. Basi bosi akasema mna shida, mtafuteni huyo kijana ambaye alishaye kunisaliti afanye kazi yangu. Kazi ni moja tu, ya kwenda kuchukua chipu ambayo imeshachukuliwa na yule jamaa, na istoshe atafutwa aletwe hapa katika kampuni. Yule jamaa ambaye amekuja kuharibu mpango mzima ule mkutano, Xiao Yu ndio huyo hapa sasa, ambaye kijana wake yule bwana amesema wakamshawishi huyu aje kufanya kazi, japokuwa alishamsaliti bosi wake. Alisema leo nimekuleta katika mwanga wa jua, unajisikiaje? Lakini nataka nikwambie kitu, hakuna mtu yote ambaye anaweza kanikimbia akawa mzima. Wewe una bahati. Sawa Na usije ukajiona hiyo bahati yako inaweza ikadumu, unaweza ukafa. Na usije ukafikiria uko huru. Sawa Tutakutana tena tu.
Oh, unasema nini kudadeki? Leo ndo siku yako ya mwisho eti. Ujamani mkorofi. Hey. Ujamani noma. Ujamani nyoko. Anatoroka. Anataka kujikomboa kutoka katika hili gereza nililomshikilia kwa muda mrefu. Na hili gereza sio gereza la serikali, hapana. Ni gereza na yule bwana wa kampuni ya Gaia. Na ndio maana hata wale waliofungwa mle ndani walijaribu kumweleza usikubali kufanya nao kazi ya watu. Sasa mwanaume anajikomboa. Si mchezo. Angalia mambo haya. Angalia vitu hivyo. Hatari! Washa moto baba. Acha moto wake. Maana mimi nakuja kwanza niweke maiki pembeni. Amejikomboa kutoka katika watu wabaya. Amejikomboa kutoka katika makucha ya watu ambao si wazuri hata kidogo. Hey, sasa soma mchezo mwanawani. Ni hatari sana. Endelea kushuhudia vitu hivi hapa. Ni kutoka idarani HH Production. Ni kutoka Kariakoo Mitali Koma na Agri. Kama Daws, kama Kawaidas. HH, hatari fire. Wanaita jangwa la kifo na maporomoko ya kifo. Cheki anavyowafumua na kutoka katika ile eneo. Walisema ni pagumu sana. Hey, lakini kidume kama tunavyomuona anasepa. Hao walitaka kumchukua wampeleke kwa bosi kwa sababu walisema bosi anataka kufanya kazi na yeye. Na akakataa kufanya kazi na bosi. Anawafumua. Woohoo! Nenda kuzimu kwa dadeki zako. Si utaki kufanya kazi na sisi. Kitu inakuja hiyo. Woohoo! Wanaita Ultimate Code. Bonge kitu ya hapa kutoka idarani HH Production. Mimi niite DJ Mark, niite G Machine. Mzee idara ya HH Production. Kama cows, kama dawa. Hey, hey. Kama Kawaidas. HH. Bwana, bomu limemlipukia na kuja kuamka. Yuko hapa.
alizirai baada ule bomu kulipuka, alizirai. Anapigiwa makofi. Hello, Xiaoyu. Mambo Xiaoyu. I'm Nosi. Kitambo sana sijakuona. You know I brought you here, don't you? Unajua sababu za kukuleta hapa? And you should know my answer. Alisema tayari ushajua jibu langu. If even a top killer had a weakness. Unajua siku zote muuaji mbaya huaga na ana madhaifu. Hata Zaumen mwenyewe alikuwa na madhaifu. Bwana, kuna mahali kidogo akaonyeshwa kuna taa ziliwaka, akaonyeshwa kwenye chumba jirani na yeye kuna familia yake. Mama naye alivyoangalia pembeni taa imewaka huko anapata kumwona mume wake. Usho mume wangu jamani. Mama anasogelea dirisha. Emana nakumbuka maisha ya raha, yale maisha ya bata akiwa na mke wake. Mke wake anapata kumuona akiwa chumba cha jirani. Mume wake ameoga vumbi. Alisema ni mtoto wetu. Ina maana kitambo sana aliondoka hata mtoto alikuwa ajui. Sasa mtoto anauliza ni nani? Musishe yeye. Alisema kwani mimi sinaga umuhimu eti mume wangu? Hebu tumuokoe mtoto wetu basi. The girl is really cute. Akakabinti kazuri sana. Kazuri mno. Akakabinti katapoteza maisha. Kuna mionzi inaonekana inakuja. Mama. Kuna mionzi inakuja na ize ikawabana na hatimaye ikawaua. Alisema, "Wewe unajifanya ni mtu mwema wewe kwamba unawasaidia watu." Bane, angalia kitu jinsi kilivyokuwa kinamegwa. Na hawa atamegwa hivyo. Mionzi inakuja. Ilianza kutoa nywele za mama ikazimwa. Na kuahidi ndani ya waste area. Ni eneo baya kweli, kuna mitambo ya kile design huko. Watu wanafanya kazi kweli, sio mchezo wa vichwa. Sasa ni muda gani tunahitaji kuweza kuhaki kila kitu? Tunamhitaji huyu mtu ndani ya masaa 72. Hamna shida. Kuna mtu anamhitaji ndani ya masaa 72. Kazi ishe. Sasa hapa kulikuwa kuna utengenezaji wa watu. Yes. Zile chipu ndo zinajaribiwa na wanapata kumwangalia, je, huyu mtu atafaa? Wamechukua mapandikizi ya baba. Wamewachukua wale ambao kidogo nguvu zao ziko sawa. Na wanaongeza nguvu na zile chipu. Wanataka kuona majibu yake yanakuaje. Alianza kushtuka. Ubongo wake unaonyesha unaanza kufanya kazi. Hebu simamisha hiyo operation mara moja. Hebu zima hizo data, zima data. Haraka, delete kila kitu. Futa kila kitu. Huyu jamaa sasa akajikuta yuko na miguvu hatari. Anakuja kuamka yuko katika kichumba. Anavunja. Akavunja kioo. Bwana, walianza kumwogopa. Ni kweli mbavu tupu, sio mchezo. Piga risasi ya kwanza mguuni. Piga risasi nyingine kwenye kifua. Piga risasi nyingine katika paji la uso. Ndipo akapoteza maisha, lakini hivi haikuwa rahisi. Bwana, umeona nguvu?
pindi chip inapowekwa katika mwili wa mtu anakuwa wa ajabu, hajielewi. Sasa wanakucontrol. Anaingia town. I want you to kill 3 men. Sasa nataka uoe watu 3. Alafu nirudishie chipu yangu. Una siku 7 umalize ya majukumu na kutakia kila la heri. Ana siku 7 maliza ya majukumu na kuna watu 3 wa kuwamaliza. Hao hapo. Wa kwanza huyo hapa anaitwa Enoki. Na wa pili huyo hapa anaitwa Mr. Mo. Alikuwa ni afisa wa zamani katika kampuni iliyotengeneza chip. Na huyo hapa anaitwa Dr. Xiao. Ni mwanasayansi katika kampuni moja ambayo ilikuwa inaitwa Gea. Na ndiye aliyekuwa ameanzisha hiyo kampuni. Lakini kampuni hiyo ikaporwa. Sasa anapewa data. Kilichotokea cha kwanza kumfuatilia kwanza huyu mwanamke alipiga picha gizi. Huyu mwanamke labda huenda na taarifa nyingi sana kuhusiana na huyu anajiita Enoki. Anapaswa mtafute Enoki kwa udi na uvumba. Lakini kwanza mtafute huyu mtoto wa kike. Hizo ni taarifa alizopewa. Siku 7 malize majukumu ili familia yake baadaye iachiwe huru, kwa sababu tayari familia ipo katika mikono ya wababe. Sio mchezo baba. Hatari. Maana huko ni Shanghai City. Mji wa Shanghai ni moja kati ya miji mikubwa sana. Shanghai, Beijing ni miji mikubwa sana, sio mchezo. Kazi yake inaanza huku. Wenda ule mwanamke mwandishi wa habari anapatikana katika mji huu. Huyo hapa anaonekana Kidume kinaingia katika hili eneo. Sasa amekuja kwa jamaa yake ambaye mara nyingi huwa anamsaidia. Lakini hamuoni katika kiti. Oza. Wewe, bozi. Nimekuja hapo nisaidie jambo. Anaanza kuvunja vitu. Ase bro. Bro, bwana unakuja kunifuata nini tena? Achana na mimi bwana bro. Nimeshakusaidia vya kitambo tu. Mambo mengi tu nimekusaidia. Yaani nusu na ningie katika matatizo. Sasa unakuja tena. Unataka mimi ni dead wewe. Tafadhali wewe niache mwenyewe. Hii si ndio ile laptop wa Bembae. Unaitaka ama uitaki? Bwana usimshike mtoto wangu. Yaani hiyo laptop ina mambo mengi. Hatari, laptop ya Bembae sana. Ana uwezo wa kuhaki kila kitu. Nikisema kuhaki, kuingia katika simu na mitandao yote ya mtu yote yule. Chochote anakitafuta anaweza akakipata hapo. Sasa nisaidie na tafuta watu wachache. Bwana. Mtu wa kwanza ni huyu hapa. Anasema anatafuta watu wachache. Mtu wa kwanza ni huyu mtoto wa kike, amsaidie wapi alipo sasa hivi. Samani kidogo. Huyu jamani mtu maarufu sana katika jiji la Shanghai na China kiujumla. Amemwona mtoto wa kike. Mwandishi wa habari we. Oh Mr. Shen, mambo vipi? Hebu niambie umependa hii pati yangu? Si iko bomba sana. Yani usingekuja ningejisikia vibaya sana. Na nimekuwa makini sana na wewe. Naangaliaga sana taarifa zako na habari zako. Anashika kiuno, anashika ndanda Kosovo. Sasa nikwambie Mr. Shen, wewe ni mtu maarufu sana katika mji huu. Sasa nikianza kuandika habari chafu kuhusu wewe sio mzuri. Ni kweli. Mr. Shen, oh baby, mambo lulu. Mara simu yake ilikuwa imeanza kuingia mavitu ya ajabu. Huyu mdada jamaa akachukua haraka sana simu. Nirudishie simu yangu. Sasa kwa nini mimi naweza nikaichukua simu bwana? Siwezi kuichukua. Unavozungumza na mimi bwana usizungumze na simu. Samahani Mr. Sen, nataka niondoke. Una haraka ya nini? Na kati nimekualika katika hii party. Nikugea simu utaenda. Sasa mimi sitaki uende kwanza. Walau kidogo tufanye hii dozen ya rail cocktail, yani rainbow cocktail. Kwanza wanywe na kuna kitu wanakiita rainbow cocktail. Unachanganya vitu katika vinywaji. Na huo mchanganyo unaitwa rainbow. Sasa wanywe hiyo kitu, wakimaliza basi wanaweza kuondoka. Lakini wakati ule anakuja huyu mwamba kumtafuta ule mwandishi wa habari. Ametoka kule mwana mdogo aliyemuomba amsaidie kuwatafuta hawa. Sasa amekuja kumtafuta huyu mtoto wa kike hapa. Taarifa zake anaanza kwamba anaweza kumpata katika ile eneo. Yes, mwamba ameshakuja. Wakati ule mtoto wa kike alikuwa anashindana na huyu jamaa kula hivi vitu na baadaye aende. Mchanganyo wenye kuitwa rainbow. Akachukua ile glass kaitupa, mshikaji anaondoka na mtoto wa kike. Anamuuliza wewe nani? Unampeleka wapi mtoto wa kike?
we kaka, hebu niache. Anakutana namba za ajabu sana. Woo! Hebu kuna vijana wamemuona na wanamjua huyu mwandishi wa habari. Wewe nakuuliza nani? Huyu binti akujui. Mwache. Aya. Huyu Sharobaro katupwa pembeni. Ase brother, utachezea kichapo hapo. Huwezi kuondoka hivi. Jamaa alikuwa anajiamini na vikumfu vyake. Ajui kwamba huyu jamaa ni komando. Amemshika mkono mmoja binti asitoroke. Mkono mmoja anatosha kabisa kuwapiga hawa matoza. Akambeba taxi kibega, mtoto wa kike anaondoka naye. Ilibidi mwenyewe atupe. Yaani alivyoangaliwa tu akatupa kile kiti mwenyewe. Hakuna mtu aliweza kutetea. Mwamba anatisha sana. Woo! Anajaribu kufungua milango haitoki. Haifunguki. Akaambiwa ni heri utulie, usijaribu kutoroka. Yaani akijaribu kutoroka inakuwa ni shida zaidi. Ni bora atulie. Akaondoka naye Mwamba, mtoto wa kike. Jamaa anatisha sana. Yaani hiki ni chumba kimetengenezwa sehemu nzuri hapo katikati. Sehemu nzuri ya kuchezea watoto. Mwamba anakuja wewe. Anambebea njoo. Siwezi kwenda popote. Nakwambia njoo hapo. Siwezi kuondoka mahali yote. Usinishike. Sasa aliona inaweza kawa shida kwa mtoto wake. Akamwambia mwanangu nakuja. Mama anarudi sasa hivi. Sawa eh? Msichana mzuri. Sasa mama akabebwa akaletwa huku. Kumbuka kwamba huyu ni mke wa ule jamaa aliyepewa kazi. Ndio ule kule ambaye amechukuliwa. Sio huyo hapa. Huyo hapa huyu ndio ule alichukuliwa kule katika ile tafrija akaletwa mpaka huku, mpaka nyumbani kwake. Akasema jamani, mimi ni mwandishi wa habari wa kawaida. Mimi sina matatizo. Wewe mwandishi wa habari wa kawaida ambaye uko tayari kuhatarisha maisha yako kwa kuchukua picha kadhaa. Wewe sio mwandishi wa habari wa kawaida. Wewe una mambo mengine zaidi. Haiwezekani mwandishi wa habari wa kawaida achukue tu taarifa kwa kutaka kufa. Anasema huyu binti bwana anashindwa kumhaki nyumbani kwake. Anakumbuka kwamba ana vitu vyake vingi katika kompyuta, lakini vitu vyake anashindwa kuvinasa. Anakumbuka bwana mdogo alisha kumwambia kwamba huyu binti ana kompyuta na mambo mengi sana nyumbani kwake, lakini vitu vyake ni vigumu mno. Akaanza kugonga kuta ili apate kujua kama kuna sehemu ina uwazi, kuna mlango wa ziada. Karudi tena kwa nyuma. Akagonga ikaonyesha kama kuna box ndani, kuna uwazi. Mwanaume akavunja. Woo! Sasa fungua mlango mwenyewe tuingie katika chumba chako. Ndio maana anasema wewe sio mwandishi wa habari wa kawaida. Kumbuka kwamba huyu binti ndio yule aliyempiga picha yule jambazi ambaye amekwenda kumuua yule mkurugenzi wa kampuni ya Gaia waliotengeneza chipu ambayo ikiingizwa katika mwili wa binadamu, yani hatutakuwa na maumivu. Unajua sisi binadamu tuna maumivu Tukipigika tuna maumivu, tukiumia tuna maumivu, tukiumwa tuna maumivu. Sasa hiyo chipu ikitengenezwa kiingizwa katika mili, basi hakuna ugonjwa wote ambao unaweza kukupata na hakuna maumivu utakaweza kuyasikia. Yani maisha yako yako faster, yako vizuri, utakuwa na nguvu nyingi na kifo utakisahau. Sasa hizi ni kazi ambazo bibi alikuwa anazifanya katika chumba chake cha siri sana. Alikuwa anamfuatilia huyu jamaa anajiita Enoki. Kitambo sana. Ulikuwa unamfuatilia huyu eh? Alisema kazi yangu kubwa ni kujaribu kufichua maovu kama hayo. Sasa bibi akakamata gongo. Na huyu mshikaji alikuwa ameangaza kuni kuangalia picha ambazo binti alikuwa anazifuatilia katika uchunguzi wake. Binti kakamata gongo, anataka kuja kumzibua nalo ili ajitetee. Jamaa kanasa. Hama sio tatizo kile ambacho ulikuwa unakitafuta kwa Enoki. Ila mimi nataka tu uniambie Enoki yuko wapi. Mimi na wewe si maadui. Sawa, mimi nimekuchukua wewe ili hata unionyeshe. Yaani tushirikiane, we can cooperate. Tushirikiane tu. Yeye si adui, washirikiane. Hata na yeye kama alikuwa anamtafuta Enoki, basi hata na huyu mshikaji naye anamtafuta Enoki. Sawa eh? Sasa washirikiane ili wapate kujua Enoki huyu wanamdhibiti vipi. Enoki huyu yuko wapi? Nakumbuka kwamba mshikaji kapewa kazi ya kuwatafuta watu watatu. Ndani ya siku 7 awamalize. Sasa haya ni majaribio kwa mara ya kwanza chipu hii itakapoweza kufanya kazi. Chipu ndio hiyo inapigwa kama hivi tapa.
Chipu inaingizwa, umeona eh? Kama vile laini ya simu inaingizwa papa, inaingia katika mwili. Sasa ikiingia katika mwili, binadamu utasahau maumivu, utasahau maradhi. Sasa zoezi limefanyika na matajiri wakuwa wanaliangalia na kila kitu kimeenda sawa. Bwana anampa hongera sana, akamwambia asante. Bwana, hii ni amazing. Anasema ni mwanzo tu. Haya, sasa amekubali. Sasa huyu mtoto wa kike amekubali kuja kuanza kazi na huyu mshikaji, kumtafuta mtu ambaye anaitwa Enoki. Na sasa ni mji huu hapa wanakuja kufanyia kazi. Mshikaji anamwambia nitakulinda. Mji huu unaonekana kwamba ndipo anapatikana Enoki. Haya, sasa ameshaingia kitani, wanamtafuta Enoki. Enoki iko wapi? Wamehaki system zote, wanamtafuta yuko wapi. Enoki ndo mitake. Yule binti mtaalam yuko na mitambo, wanamtafuta Enoki miongoni mwa watu wote ambao wako hapa. Taa uko na watu kibao, screen kamera zote, sijui nani, CCTV kamera zote. Enoki anaonekana huyo hapa katika kamera moja. Ameshamwona, anasema huyo hapo huyo. Enoki naye alikuwa na minamba kama ile ambaye anayo yule bwana mdogo. Hapo sasa kumekucha. Wewe hatari. Acheche. Enoki ameshashtukia. Enoki naye anakula sambamba na anaondoka. Lakini wamemzungukia pande zote. Enoki ameingia nyumbani kwake fasta, anabeba kila kitu alichokuwa nacho ili apate kuondoka na chipu ile ambayo alikuwa ameichukua kule. Yapa hii. Na ndio boss alikuwa anataka hiyo chipu. Hiyo chipu ina code ambayo ni muhimu sana kwa ule boss kule. Sasa ndio maana kamtuma bwana mdogo, asipofanya hiyo kazi ni shida. Wewe. Hey. Baba. Ameshamshtukia huyo hapa huyo. Amazing. You still like this trick. Beyond 150 meters, it will explode.莫先生，一诺出事了。
Hatari mwanaume. Mimi nimekuacha endelee kushuhudia mtu mbili. Yaani ni ugomvi wa mtu mbenga. Hatari. Ajeje. Binti yuko nyuma anafuatilia. Mshikaji yuko mbele anakimbia na pikipiki. Yuko na chip. Yaani ni lazima hiyo chip aipate huyu mwana. Sababu nini ujue? Barabara kule imeharibika. Safari imeisha pale. Familia yake lazima ikomboe. Akasema sizani. Yaani siwezi nikakugea wewe umpelekee mshenzi. Hasa mimi sina maamuzi mengine, nipatie hiyo code. Anaambia huyu Miki kwanza ni mtu mwenye tamaa kali sana. Yaani anataka kufanya binadamu kuwa ni watu wanawake. Anasema hiyo sio tatizo kwangu. Kwa hiyo unataka hii source code? Njoo chukua. Sasa kama unataka hii source code njoo uchukue. Sasa atampa kweli? Alisema na mimi ni kama vile ni mfu. Yaani wala siogopi kitu. Yule. Jamaa kaona hapana haiwezekani. Akaitupa ile chipu. Mshikaji anifuata. Bwana wewe akujali umbali wa ile sehemu chipu hiyo hapa hii. Akainasa lakini sasa anaelea. Chini ni mbali. Anaenda huyo. Akaachia kibomu. Kapaka juu. Kile kibomu kikamsukuma kikamrudisha nyuma. Kinampeleka katika ukuta wa ule mlima. Anaenda chini. Wao anabatisha kwa kushika. Wow. Jamani komando kanasa. Jamani Nux amenasa. Yuko na ile code source code hii hapa. Yuko nayo. Atapanda tu kama pale kanasa. Atapanda tu. Yaani bila shaka pale atapanda. Mbona hapo alipo chini ni mbali kweli kweli. Anaonekana yuko wapi? Na tayari kashaipata source code. Woo! Sasa yule aliyepigwa chipu anaendelea kuangalia maendeleo yake inakuaje. Oho. Boss. Shows that Song Qian's brain rejected the chip's commands. Sasa inaonekana ubongo wa huyu binti unakataa amri ya hii chip. Binti anakataa amri ambayo inaamrishwa na ile chip, anakataa, anasema wewe usinitanie. Check the system. Hebu angalia system. Check. The famous reporter at the press conference appeared with Xiaoyu. Anasema kuna yule mwanamke amekutana na ule jamaa, wanasaidiana kuipata hii kitu na shaipata. Sasa wanataja kuja kukuletea hii kitu yako mzee. Sio mchezo. Ile kazi ilikuwa si kazi ndogo. Anaendelea kuikumbuka familia yake, anamkumbuka mtoto wake. Ana kazi kubwa kuhakikisha kwamba lazima mpate. Sasa ameshamalizana na yule mtoto wa kike. Mtoto wa kike anarudi home. Yule mtoto wa kike mwandishi wa habari alikuwa amemsaidia kuipata hii code. Na huyu mwana kazi yake ilikuwa ni kuipata ile code tu peke yake. Sasa baada ya kuipata kodi waliagana, kila mmoja anaenda kimpango wake. Jamaa sasa yuko katika barabara, anarudi kwenda kumpelekea mshikaji ile chip yake anahitaji ile ipate familia yake. Na wakati ule binti huyo hapa na anachanganya miguu kuelekea nyumbani, lakini ghafla binivu akiwa njiani kuna gari zinakuja mbili, moja nyuma, nyingine mbele, nyingine ubavuni. Hawa jamaa wanamuhitaji huyu binti. Sasa sijajua kawakosea nini, lakini kuna gari nyingine inaonekana inakuja kwa kasi sana, inakuja kwa kasi ya kimbunga, inawafumua hawa. Binti ingia ndani. Amana amemrudia binti, japokuwa alikuwa ameachana naye. Amemrudia binti kuja kumsaidia. Hayo naondoka naye baba. Binti libidi kwanza avae mkanda akembele huko. Sasa huo moto si wa nchi hii. Hatari, chekelevu bana peke. Jamaa kaja kakwa. Anamkataa, anambia wewe niache kwanza kidogo, piga chini hapo. Wacha. Mchezo unaona hawa ndio wamewatuma
waende wakamchukua yule mtoto wa kike. Wao walikuwa wanamhitaji yule mtoto wa kike, japokuwa mshikaji alikuwa analeta ile chip yao, lakini wao pia walikuwa wanamhitaji mtoto wa kike, sababu kuna mengi ameona na ana data nyingi sana kuhusu hawa. Sababu kwanza huyu binti aliuliza maswali magumu sana. Alimuuliza yule bosi wakati ule alikuwa anatangaza ile chip kule. Umeona eh? 为什么要找英诺？ 为了家人。 Binti alimuuliza, umerudi tena kufanya nini? Mbona umerudi mapema? Akamwambia, sikiza binti, hii ni China. China mara nyingi bwana waga ni watu vigeugeu. Sasa ndio maana amerudi kwa ajili ya kumsaidia huyu mchumba. Ila amemwambia siwaze sana. Wako pamoja, ni lazima amsaidie katika janga lolote lile. Anakumbuka mengi yaliyojiri kipindi cha zamani juu ya familia yake na huyu bwana kumkumbuka. Alisema sijaweza kumsahau na wala sijaweza kusahau lile tukio. Bado haya maumivu ya kupoteza familia yangu yananiuma mpaka leo. Na yule jamaa alikuwa ni mmoja kati ya wahusika wa hilo jambo. Alisema lakini bahati nzuri nilichukuliwa na watu wema. Akasoma, akafundishwa, lakini sababu kubwa ya yeye ni kuhakikisha ni kulipa kisasi chake taratibu. Alikuwa ameka kinyongo tokea ngali mdogo juu ya ulipizaji wa kisasi, na alikuwa anawafuatilia watu wote hawa ambao walikuwa wamejua wazi kabisa wamehusika katika kifo cha babake mzazi kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu babake mzazi alikuwa ni mmoja kati ya watafiti wakubwa tu. Sasa huenda labda alienda kinyume na taratibu ambazo mabosi zake walikuwa wanazihitaji. Sasa anasema iwapo kama watu kweli wakiekewa hii chip, wanaweza wakatawaliwa, wakaongozwa na huyu mtu. Anachotaka kufanya basi anaweza akakifanya, kwa sababu sometime anaweza kawasha mitambo yake ambayo inaendesha hizo chip. Akasema watu wote wapate usingizi sasa hivi. Watu wote watapata usingizi. Akisema watu wote wasilale, watu watakuwa hawalali. Useless. Anasema ni upuzi. Mnamkosaje huyu binti? Boss. Data zinaendelea kuonyesha, zinaendelea kukataa kukubalika katika ubongo wa ule mtoto wa kike. Kuna vitu vingi inabidi waendelee kuvifanya hapa. Data muhimu, data kubwa kabisa, ndio ile ambayo yule mshikaji yuko nayo na yuko njiani anakuja, na sijajua kama atakuja kweli ama naye pia atagairi, lakini anakuja kuambiwa kwamba data za hapa ndani ambazo wanaendelea kuzifanyia kazi ili ziwe zinafanya kazi, zinakataa katika mwili wa mtoto wa kike. Sasa amekasirika kweli kweli bosi. Mambo hayaendi. Alisema zote hizi ziko vibaya. Kasoro moja tu. Hapa kuna mtu anaenda tofauti. Akasema ni Luis. Luis ndiye anaifanya mambo mabaya hapa ndani. Anataka mambo yote yafeli. And how does it feel to temper the system? Sasa kwa nini umezingilia hizi system? Bosi. Ngoja basi mimi nitoe maelezo. So what if you kill me? Sasa ndio mnataka kuniua ama? This will all be over. You're dreaming. Alimwambia sikiliza nikwambie kitu. Haijaisha hii. Ndoto zako za kutaka kuja kuongoza wanadamu mfanye kile unachokitaka wewe, hautofanikiwa. Amekuja kushtuka kwamba system zake haziende vizuri kwa sababu kila wakati anashindwa kufanikisha zoezi. This will happen to you. Alisema hiki ndicho kitatokea iwapo kama mkiendelea kunizingua. Oho. Ina maana kila atakachoweza kukifanya ndio kama hiki watu wote kama watakiwa chip. Huyu mzee naye pia alikuwa na chip hiyo kwa sababu alikuwa na matatizo mengi tu. Basi ilibidi ameze faster dawa ili aweze kutulia. Sasa akamuuliza vipi, uko sawa? Akamwambia bado niko vizuri, lakini inaonekana kwamba muda wangu wa kufa umekaribia. Ile kodi ambayo bwana mdogo Enoki aliiba, tayari ule mtu ambaye alikuwa ametumwa kwa ajili ya kwenda kuchukua ile kodi kumrudishia bosi iko njiani, bosi anarudishiwa. Yule mzee ambaye tumeweza kuona mambo yake yameenda kuwa sio mazuri kidogo, afya yake alikuwa amewekewa kitambo sana,
ile code kabla hata bwana hajaichukua, aitumie anavyotaka yeye. Sasa ndio kodi wako nayo hapa, ile source code yenyewe, ila wanataka wavamie wanavyojua wao, wakisha kwamba wanakomboa watu waliokamata utumwa, na wanataka kuharibu hizi biashara. Wanataka kuharibu biashara zote hizi za huyu mzee, yani huyu boss mwenyewe. 先生，我们 huyu bado ameshikiliwa. Huyu naye pia ana ile chip, lakini bado ameshikiliwa na huyu bosi wa sasa. Sasa binti anategesha baadhi ya vifungo ambavyo vyote hivi vitakuwa ni kamera, na kile kidubana kingine kitakuwa ni chip kwa ajili ya kuweza kusikilizana naye. Anamtuma sasa aende, yeye atabaki nje. Anaingia katika huu mjengo ambako kuna makamari nini, lakini huku katika milango tofauti tofauti ndipo kuna kila kitu. Kamera inaendelea kuchukua kila kitu He's here. Ameshakuja huyu jamaa. Yes, amekuja yeye mwenyewe. Wameshamuona, wanamlia timing na wanamjua. Yeye ameambiwa aje huku kwa ajili ya kuleta ile chip. Anaenda kuonana na huyu bwana mkubwa. Kitambo sana sijaonana na wewe. Unaendeleaje na hali? Alisema ile sehemu sio mbaya, ile sehemu ya Dead Valley ni nzuri tu. Alisema kuishi katika lile eneo la Dead Valley alafu unatoka ukiwa mzima, si ayu. Asewe ni mwanaume wa kutosha. Sasa umeleta ile source code? Alisema ndio, lakini amekuja kwa ajili ya familia yake. Alimwambia sikiliza, hiyo kitu si ya kwangu mimi wala si ya kwako wewe. Fanya mpango unipatie. Lakini mtoto wa kike akamwambia huyu jamaa yuko na bunduki huyo. Kuna dadeki. Kumbe alikuwa amevaa tu skinini. Alikuwa amevaa kofia, sio amevaa kinyago. Alikuwa sio yule mzee ambaye anajuana naye. Kuda dadake. Walikuwa wametegeshwa hawa wachukue hiyo source code alafu naye mwenyewe wawe. Yes. Sasa kidume akubali. Hawezi kukubali kukamatwa hivi hivi au wawe. Wewe ndio kimeshanuka sasa. Lakini kwa bahati mbaya zaidi wamekuja wengi, wako na silaha za kutosha. Ana ujanja, kileta ujinga tu hapa. Wanamimina risasi nyingi, akaambia bwana umeshachelewa mtu wangu. Piga, wakamzimisha. Sasa hivi huyu katulia. Ina maana yule ambaye alikuwa anaharibu system ndizo zilikuwa zinamfanya bibi anakataa. Anasema hii ni time bomb. Time bomb ni hicho kichip. Yaani boss kama akitaka amuue binti anapasua tu pa. Ubongo wake unakufa. Wale ambao walikuwa wanafilisha wameshauawa, kwa sasa hivi binti katulia. Sasa huyu ambaye wana chip yao wameshampata huyo hapa, lakini sijajua kama yuko na hiyo chip kweli ama amekuja mikono mitupu. Wana misumari. Hiyo ni mashine ya kupigia misumari. Piga msumari kwanza wapua. Natoka upande wa pili, si umeingia ndani, atajijua mwenyewe. Sasa na huyu binti akawa ameshikwa, anaulizwa, wewe urafiki wako na Sonshu ukoje? Mimi hata sijui unazungumza nini. Yule sio rafiki yangu. Yule jamaa alikuwa amevaa sura ya huyu mzee hapa, umeona? Yule jamaa ambaye alikutana naye kwa ajili ya kumpatia chip. Alivaa sura ya huyu mzee ili aonekane kama ni huyu mzee. Huyu mzee ni msaidizi wa yule bosi ambaye anaitwa Miki. Huko anaona jamaa jinsi anavyopigwa, wote wamekamatwa ujue. Jamaa anatandikwa, jamaa anapigwa shuti. Sasa binti anatakiwa atoe maelezo upande wa pili huku kama ile source code wanayo na iko wapi. Ile source code wanayo kweli, lakini sasa iko wapi? Binti hataki kunyosha maelezo source code iko wapi. Mshikaji naye hataki kutoa maelezo source code iko wapi. Hatari sana. Woo! Jamani, acheni kumtesa. Najua source code imehifadhiwa wapi. Hebu acheni, msimtese huyo. Mumwache kwanza. Binti mwenyewe ananyosha maelezo. Source code iko wapi?
Na hata huyu mzee naye pia anaona huku hizi zambi zinazofanyika, sababu huyu mzee naye pia ndiye alikuwa ni bosi wa hiyo kampuni, lakini kaekwa pembeni. Watu wamechukua hii kampuni, wanataka kufanya vibaya katika huu ulimwengu. Kuda dadake ashaipola, wanaume anajifungulia, anaua kamera, kazi imeanza. Yani ilikuwa ni kitendo kama upepo yani. Huyo hapo kashatoka mzee. Shuhudia mambo hapo ni kutoka idarani Acheche Production. Shida sana. Mwanangu, mimi nakuacha tu ushuhudie mwanzo mwisho. Huyu jamaa anasema leo utoke hapa. Ana mashini kama zote, na hili gara lilikuwa ni gara la kuhifadhia silaha. Anamwachaje atoke sio njuu? Wewe kumekucha. Hatari. Jamani nyoko, piga mikono ya hatari sana, mshikaji yuko hoi. Lakini kumbuka ni kijana mwenye uwezo mmoja wa ajabu sana. Misuli yake kama imejeka, kama sikiliza. Inaonekana maisha kwako wewe hayana thamani. Sasa subiri nikupeleke kuzimu. Akajua ni ule wa mwanzo.
Kumbe mwenzake tayari kashajaza nguvu. Kijana ambaye tokea ngali mdogo alikuwa ni wa kutisha sana. Akiwa na hasira huwa misuli na vimba. Wow! Huyu jamaa naye kumbe naye pia akijaza hasira na kuwa hivyo hivyo. Sasa hapo wamekutana. Hey. Yaani miguvuguvu. Hey. Huyu nani anakuja na kombora? Ni yeye. Anampiga kama bakora. Funcha kila mahali. Hapana chezea. Ai! Yaani inabidi ufe tu. Yaani unakufa bila kujipenda mwenyewe. Anaingia ndani mwanaume. Sheyu umetoka mzima. Lakini kavimba jicho moja. Huyu mzee ambaye yuko hapa katika hichi kiti sio kwamba gaidi. Yeye mwenyewe anamlishwa. Huyu ni miongoni mwa wale ambao miaka mingi iliyopita nyuma walikuwa katika hii kampuni. Unaona eh? Alisema bwana mdogo, wewe ndio kizazi cha kwanza katika chip ambayo inaitwa Ghost chip. Yaani mwisho wa siku ilikuwa ni agent wangu mzuri ama agent wetu mzuri, lakini hivi anafurahi kumuona tena. Akamwambia hiyo ni hadithi. Sasa nipatie source code. Asema hii vita itagharimu maisha ya watu wengi sana. Sasa hebu niambie, nini maisha? Nini damu? Tutapata nini tukiuana? Yeye sio kwamba anapenda hiki kitu, hapendi hata kidogo. Akasema hiki sio kitu unachokihitaji. Achukue. Anasema unajua tamaa za huyu bwana zimekuwa ni kubwa kiasi kwamba anataka kuwa control watu. Sio kwamba wao wanapenda, hawapendi. Wanataka sasa huu mradi uangamizwe. Wao wanaamrishwa tu. Na sio kwamba wanapenda hiki kitu, hawapendi hata kidogo. Sasa ulichokifanya kijana ni kizuri sana. Sasa the exterminated. Hakikisha kwamba kila kitu kinakuwa ni sawa. Tunahitaji sisi wenyewe tufanye self destruction. Kwamba huu mtambo ujaribu. Hawataki tena Miki endelee kufanya anachokitaka kufanya katika maisha haya. Wamemchoka. Wao walikuwa wataki umradi wa usamaratishe kwa sababu umradi ungekuja kusaidia maisha ya watu. Lakini Miki ameshikwa na tamaa. Amebadilisha mifumo. Anataka kuwa control watu. Wao walitengeneza chip kwa ajili ya watu kuwasaidia maradhi. Yaani maradhi waepuke. Watu wawe katika hali ya kawaida tu, lakini ile chip isije kama control mtu. Lakini huyu Miki ameongeza kitu ambacho sio kizuri. Lakini kwa nini imekuwa mimi tena? Na wakati mimi mwenyewe nishachagua niachane na nyinyi. Sasa kwa nini msingempa hiyo kazi mtu mwingine? Mzee akashikwa na hasira, sio yeye analitaka ile jambo. Akamwambia unajua wakati mwingine wewe ni mtu ajabu sana. Kama sisi wote binadamu tungekuwa hatuna nafsi, sasa ingekuwa mbaya sana. Mzee alishajua kwamba siku na taratibu za kuondoka duniani zimeshakaribia. Huyo anakufa kwa sababu chip yake ilikuwa tayari imeambiwa iangamie muda so mrefu. Hata mwenyewe alishajua kwamba anakufa muda so mrefu, na ndio maana alikuwa na saa muda wote anakufa. Kampuni ya exterminated, kampuni ya Gaia ni hapa ndio makao makuu sasa. Huku ndio wanakamilisha vitu vyao. Anasema mwenyewe kwamba sasa binadamu atamcontrol. Chipu ni nyingi sana zinazalishwa hapa ndani. Kiwanda kinazalisha chip hatari, na hiyo chip ndio imekaa hapo na control tu. Mtu anafanya anachokitaka. Umeona? Mtu anakuwa na nguvu za ajabu. Ukimweka chip mgonjwa huyu anaamka. Yaani hata wazima moto wanazima moto, wasiona hii chip itafanya waone. Huyu ndiye boss mwenyewe anaitwa Miki, kampuni yake inaitwa Gaia. Huku anaita North. Huku ni kaskazini.
ni kumfuata bosi na kumwangamiza kabisa. Xiao Yu, huyu ndo mzee ambaye ndiye aliitengeneza hiyo kitu, lakini amepigwa pembeni, ameondolewa katika ile kampuni. Mzee amini Xiao Yu huyo hapa ni mzima, alafu kumbe huyu ndo babake na Xiao Yu anakumbuka kama huyu alikuwa anamuita babake. Alisema tokea siku ambayo mmeniwekea ile kitu nimekuwa ni mtoto ambaye ni yatima mpaka leo. Yaani baba naye alikuwa amehusika kumwekea mtoto wake ile chip ili abadilike awe mtu wa ajabu. Anasema tulikuwa tuna maana kubwa sana binadamu tumtoe katika maradhi. Kwa hiyo na kwa nini umenituma mimi niende nikaishi katika sehemu ngumu kama ile? Nilitengeneza hii chipu kwa kizazi cha kwanza ambaye ndio wewe. Mlioko hebu uone kwamba una nguvu sana. Na unaweza kufanya chochote. Mimi ndio Mr. Mo. Nimefanya kitu kionekane kuwa ni kizuri, lakini kuna watu wabaya, wana tabia mbaya. Walichokifanya katika ile chipu ni kingine, lakini hebu jiangalie wewe, una uwezo wa kujikontrol, unaweza kufanya kila kitu mtoto wangu. Sasa nataka source code iko wapi? Nataka source code ya kila kitu, sawa? Mimi nimekuwa ni kizazi cha kwanza, umenitengeneza nimekuwa kama nilivyo, naweza nikafanya chochote mwenyewe binafsi na na nguvu kweli kweli. Lakini kikubwa anasema anataka kuona hiyo source code iko wapi. Anataka source code. Hataki kuwatoa sadaka familia yake. Anataka aende akaikomboe familia yake. Anataka huyu mzee aonyeshe source code iko wapi nyingine, ambaye ndio chanzo cha kila kitu kutengeneza hizo chip. Anasema mzee, sawa, wewe usika katika kucontrol watu, lakini hiyo chip inaendelea kuzalishwa wengine. Anataka hiyo chip iondolewe kabisa katika maisha ya watu, iondoke, isiwepo. Baba naye anajaribu kulipinga hili la mtoto wake, ila yeye anasema na mipango mikubwa sana kuhakikisha kwamba baadaye hii chip itasaidia watu, asiangamize. Ila kikubwa ni kwamba aadhibiwe, anaswe, afanyiwe kile kinachowezekana huyu mtu ambaye anaitwa Mickey. Sasa hivi maisha yana nini wapo kama mtu una mawazo? Sasa ndio kitu ambacho baadaye Mickey anataka kufanya mtu asiwaze. Yaani kwamba yeye amrishwe tu na code. Amrishwe na hicho kitu ambacho kinaitwa chip. Kwamba mtu atalazimishwa afanye kitu na atafanya hicho kitu. Haya, tuone sasa. Kamfanya nini babake, ama akachukua kaivunja vunja? Kamwachia babake zile source code alizochukua kule. Mtoto wangu, alisema mimi babako nakuomba tu samani. Una baba mmoja tu katika hii dunia, hauna baba mwingine. Baba ndio mimi. Unisamee, unisamee mtoto wangu.
会理解我的。希望他能完成他所做的一切。我不想留下遗憾。Haya, sasa kilichobaki ajaribu kuangalia yule bosi kwapi Mr. Mickey. Na huku baba sasa anajaribu kuangalia ile source code. Hii ndio system connect control. Sasa anaambiwa aingize source code. Aingize namba maalum. Source code connected successful. Sasa ni kitu gani anachotaka kukifanya katika hiyo code? Sasa huyu mzee ndo anaweza karibu kila kitu hapa. Lakini risasi zinapigwa. Watu wanamuua ili mradi ashindwe kuharibu zile kodi zote. Wamekuja kuhakikisha kwamba huyu mzee afanikiwe kuzima ile mitambo yao. Maana mzee alichokuwa anahitaji ni kuzima mitambo yote ya zile kodi kwa sababu zile sources zenyewe ndo anazo hapo ndani. Hapo sasa risasi ndani zinapigika vibaya mno. Mzee ameshindwa kufanya chochote. Woo! Wamezichukua ili huyu bwana asizifanyie chochote. Wamezipata. Sasa huku ndo wana ranch zile code. Dunia nzima, Afrika na visiwa vyake, yote yule atakayekuwa amewekewa kodi basi anakontroliwa. Na watu wengi walishazikubali hizo kodi. Na kuna watu wengi tayari wameshachanja hizo kodi. Sasa source code 3 zote zimeshapatikana. Hawa wanafanya wanachokitaka sasa. Na mzee ndio alikuwa anataka haribu zile kodi zote. Yes. Hawa baada ya kupata zile source code zote wanakifanya wanachokitaka. Wow. Sasa ukiambia binadamu anatakiwa kuwa zombie, ndio hapo sasa wanataka kumtengeneza awe zombie. Mionzi inaelekea juu baada ya zile kodi 3 zote kuanza kufanya kazi. Inaelekea katika satellite, inapeleka mawasiliano, na mawasiliano haya sasa yanakuja kutupwa katika kodi zote zilizoingia kwa wanadamu. Yaani kiufupi, popote pale ulipo duniani baada ya kutumwa hizo kodi, cheki, binadamu wote wanalala. Kila aliyekiwa kodi katika mwili wake anashindwa kufanya kazi, anapiga chini. Kama huko barabarani unapata ajali, kama wewe ni polisi ndio hivyo tena, ajali kibao. So wanasema system imelaunch vizuri. Watu wote waliokiwa kodi zile walikwenda na maji. Waliosalia kama watakuwa wana kodi maalum, basi labda wenda wataambiwa wafanye nini baadaye. Katika maisha bwana, sio siku zote kila mtu atakubali kufanya kile wanachokitaka watu. Yaani kiufupi, na kuna wengine wamekataa kuweka hizo kodi. Na ndio sasa hivi bado ni wazima. Sio wote ambao wanakubali kupewa chanjo. Lazima tukamzuie Mickey. Lazima wakamzuie Mickey kivyo vyote vile.
信满纸信片的人。 Sasa ndio hivyo. Mambo imeshakuwa si mambo. Mama kaekewa kodi nyekundu. Sijui ina rangi gani. Kwa hiyo kuna watu maalum walikuwa wameweza kuzimwa na kuna watu wengine bado hawajazimwa. Mshikaji anakuja katika ile kampuni sasa. Amekuja kwa ajili moja tu. Wakisha namzuia huyu mwana asiendelee kufanya utumbo wake. Hapo sasa kumekucha. What are you so afraid of? Sasa unaogopa nini? Just of once, yeah. Yani just once are you. Yani ni mmoja tu. Unaofia nini? Tumfateni. Endeni hakikisheni mnammaliza. Binti anakuja kwa njia za kawaida. Go in here. Huwezi kuingia ndani. Nafahamu. Lakini security system ndio imeniambia nije huko. Anaambiwa asingie, lakini anasema security system ndio imeniita dingie. Next terminal has been launched. If you delay me, can you bear? Alimwambia ili eneo sasa hivi lina terminated, yani linakuwa ni terminated, litaangamia. Sasa kama unataka mimi nikae hapa ili paangamie moja kwa moja, shauri yako. Binti anafanikiwa kuingia ndani na anaenda kuharibu mitambo yote. Binti alikuwa anajua masuala yote ya kompyuta. Yes, validation. Imeshaingia, inaitwa validation. Ameshakubalika validation. Valid, ameshakuwa hivi. Ameshaingia ndani mzee. Wewe. Uko wapi? Alisema nipo top floor, nipo juu kabisa. Haya. Hey. 你的子弹能穿墙吗？在你5点方向。 Anawasiliana naye, ni wapi ende, wapi afike. Kuna mtu anakuja na bunduki, mkono wa shot, mkono wa... Yani kakamata security code zote. Security system, CCTV. Ana wasiwasi bibie. Yuko na komando. Sasa ngoja mimi ni kwa, yani binti ameshakuwa valid. Validation. Validation, yes. Huyu hapa. Binti anaingia ndani. Sasa huko ndio kwenye mitambo yote. Wameshafanikiwa kuingia. Binti anaweza kazima kila ambacho kilikusudiwa vibaya kwa watu. Ameshafika akamwambia wote ondoke. Lakini bosi Miki anasema hamna mtu wote kuondoka. Pigeni kazi. Wanaona ni bora wakimbie wote. Imeonekana usalama wao ni mdogo zaidi, ni bora hata wakimbie. Wamekimbia. So you really are the top killer. Kwa hiyo ndio wewe sio top killer. Muuaji. Unajiita top killer.
all the work. Muuaji wa ukoo mwenyewe. Point is there. Controlling money with people. Kwa nini unapenda sana kucontrol watu? How can the Sasa leo haiwezekani kuendelea kwa control watu. stand the mind of a great man? Yan Shui Anzhi, Hong Hu Zhe. We are not the same. 多行不义必自毙. Where are they? We implanted her with a chip, but her body rejected it. And you know the consequences. As for your daughter, Haya. Sasa nataka kujua familia yake iko wapi. Sasa familia inakuja kuonyeshwa cheki ilipowekwa. Wow, anaambia sasa unataka kujua familia yako iko wapi? Mwangalie mtoto wako sehemu tulipomweka bwana. She's just a child. Yule ni mtoto, anasema yes. Kwa hiyo kama ni mtoto, ile kuzubaa kapewa. Anataka kufanya kitu kawaiwa. Watoto wamelala huko. Wanapaswa kuamshwa haraka sana na ile mitambo. Kuna wengine wamedondoka vibaya. Kuna wengine wamepoteza maisha. Kuna wengine wamezima tu. Wengine wamepata ajali kabisa, wameungua na moto. Sasa binti anahangaika ili kuamsha watu wote waliweza kulalishwa. Woohoo! Huku kipigo kinaendelea. Mtoto chini anaangalia, anaogopa kweli kweli, sio mchezo. oh, that's right. Anaambiwa system connected failed. Kitu imeshakataa. Kila binti akijaribu, system zake zote zinagoma. I'm the strongest person in the world. Anamwambia mimi niko na nguvu kuliko mwingine wote duniani. Sababu yeye mwenyewe sio anatengeneza chipu. Japokuwa bwana mdogo ni generation ya kwanza, yani first generation, lakini hata hivyo anakutana na huyu mzee kajijaza nguvu kweli kweli, sio mchezo. Anamwambia yeye ni mtu mwenye nguvu kuliko wote duniani. Tulia kwanza nikupe kichapo dogo. Huyu mtoto atakuja kudondoka hapa. Huyo kila kijaribu kuingia katika ule mtandao ili azime kila kitu, imekuwa ni shida, haiwezekani. Mambo yanaanza kukubali nini? Mama anaendelea kuhangaika. Anaendelea kuhangaika ili mitambo yote ikae sawa. Anastopisha kila kitu. Asilimia zinarudi zero. Hiki kitu gani tena kinawaka? Yani launch terminated. Kila ambacho kilikuwa kimewekwa kinazimika chote. Wale ulala katika ofisi wanaamka sasa. Watu wanajishangaa ni kwa wapi? Kila kitu kimekaa sawa sasa. You are a low life creature. Anaambia unajua wewe ni mtu mwenye maisha ya chini sana. Hey! Huyu binti kampiga na gongo eti. Hey! Dada anatobolewa. Kule mzee kashaambia bwana mtambo wako huko tayari umeshazima kila kitu. Mdada anaenda chini, anapoteza maisha. Ila amefanya makubwa sana kwa ajili ya kuokoa watu. Anakufa huyu. Lakini namwambia hata kama nakufa sio mbaya, ila nimemaliza majukumu, nimezuia kila kitu. Woo! Anamfuata babake, anamfuata babake, anamfuata mamake.
aliapa kumsaidia, aliapa kumlinda. Binti alisemaga kwamba yani anawachukia wote, lakini akaambia usinichukie mimi sio wao. Kila kitu kinafeli. Bwana mdogo kajaza hasira. Kuda dedeki kamfumua ngumi moja nzito sana. Piga na nyingine, anaharibu mitandao yote. Woo! Dogo ameshikwa na hasira zile za mbwa mwitu. Kuda dadake cheki anavyomgaragaza. Mara nyingi zile hasira waga zinaondoka. Na ile mistari bado iko mpaka sasa. Kuda dadake. Jamani kajijaza nguvu mzee. Anaanza kutoa fataki. Wanashindana sasa. Na hizo hasira hata mimi mwenyewe ninazo. Kama ni nguvu hata mimi mwenyewe ninazo. Wanangu wote wakawa simba. Yani alimkandamiza, alimchabanga, alimchapa. Kuishine. Moyo wenyewe umetobolewa. Kwisha habari yake. Haya sasa. Mambo ndio yamebadilika na yamekuwa ndio hivyo sasa. Haya ilikuwa ni area. Huku walitengenezwa mpaka mazombi wa kike mzee. You are perfect. Walk of me. Yule binti kachukuliwa amekuja kugeuzwa zombie huko. Kuna mwingine bado bwana yuko na mitambo hii. Ni mmoja kati ya wafanyakazi wake na ule mzee Mike. Amekuja kufungua huku na amemchukua mtoto wa kike na ambe wewe utakuwa ni mmoja kati ya watu wangu watakaofanya kazi nzima. Kazi nzuri, kazi kubwa. Haya, tumemaliza kitu hapa wanaita Ultimate Code ya mwaka 2021. Tunamaliza kama hivi, tutaonana katika kigongo kijacho. Mimi ni DJ Mark, ni DJ Machine mzee idara ya Archage Production kama cows, kama dawa, kama kawaida. Chao. 该谁承受呢？爱没走散。